Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Watukufu Islam pamoja na wafuatiliaji wetu wapendwa wa media yako pendwa Huda Online TV, na kukaribisheni tena kwa moyo mkunjufu katika vipindi vyetu mbalimbali, vipindi ambavyo lengo lake ni kukumbushana sambamba na kufundishana katika masala mbalimbali ya dini yetu ya Kiislamu. Watukufu Islam, leo katika muda huu mchache na adhim, tunakusudia kutoa pongezi kwa ndugu zetu Al-Hikma Foundation wa ala rasihim fadilatu Sheikh Nurdin Kishki hafidhahullahu ta'ala, kwa lile jambo la kiungwana, jambo la kiimani, jambo kubwa ambalo walilifanya masiku machache yaliyopita. Watukufu Islamu, hivi karibuni tulishuhudia Sheikh Nurdin Kishki akiongozana na viongozi wenzake na wanaohudumu katika Al-Hikma Foundation na wageni mbalimbali waalikwa, wakiwa katika jambo zuri, jambo la kuigwa, jambo la kupigiwa mfano, akifungisha ndoa idadi kubwa ya vijana ambao kwa namna moja ama nyingine walikwazika katika jambo hilo la kufanya nikah, ambayo ni sunna yenye msisitizo katika dini yetu ya Kiislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, saidianeni katika mambo ya khairi na ya kumcha Allah, wala msisaidiane katika mambo ya uovu na uadui. Kadhalika mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza katika suala la kusaidiana, katika hali ya kusaidiana na kujali juu ya maisha ya mmoja wetu, kujali maisha ya mwingine, na ametuhimiza kuhurumiana, akatuhimiza tuwe wamoja, na akienda mbali zaidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika kutuonyesha kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kusaidiana, akasema laisa minna, si katika sisi, man bata shabaan, mwenye kulala hali ya kuwa ameshiba, wa jarihi bijiwarihi jai'un, na jirani yake wa pembeni ambaye nyumba zinamwagilia na maji akawa na njaa. Ametuonyesha hali ya kusaidiana, hali ya kupendana, na hali ya kuwa kitu kimoja. Katika riwaya anatueleza kwamba mfano wa muumini juu ya muumini mwenzake ni kama mwili mmoja. Mwili unapopata madhara sehemu, basi unajumuika pamoja kwenda kuuguza madhara hayo. Watukufu Islamu, kwa kweli ni jitihada kubwa na za kupigiwa mfano ambazo wanazifanya ndugu zetu hawa wa Al-Hikma Foundation, na sisi hakuna maneno mazito ya kuambia kama haya maneno yanayofuata: wajitahidi katika kutekeleza amri za Allah, na hakuna malipo kwa anayetekeleza amri za Allah isipokuwa ni janna, na tunawaombea kwamba waendelee na mshikamano wao na kuyafanya yale ya kiimani, wakishirikiana na taasisi nyingine, na Allah jaalie iwe ni uzani wa mema yao siku ya Kiyama. Lakini pia walijumuika na mashekhe mbalimbali, Sheikh Jafar hafidhahullah, Sheikh Mziwanda. Kwa kweli nilifurahi binafsi, na bila shaka na waumini wenzangu wamelifurahia hilo, kuona kwamba upo umuhimu mkubwa wa kuwasaidia vijana.
ambao wameshindwa kulifanya jambo hili la nikah kwa wakati unaofaa, kwani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mambo matatu hayacheleweshi. Mambo matatu hayacheleweshwi, na moja wapo katika hayo matatu ni kijana wa kike ama wa kiume anapofikia baligh, basi aoe au aolewe. Kwa hiyo kwa kufungia maneno yangu, ni muombe tu Sheikh Nuruddin Kishki, Allah muhifadhi na wenzake, jambo hili tunawaomba wasilibakishe Dar es Salaam, waje Zanzibar, hususan Pemba ambapo mimi ndio nipo, kulifanya jambo hili, kwani nina vijana na ninaowajua ni zaidi ya 50 wanaotamani kuoa lakini bado hawajapata uwezo wa kuoa. Kwa hiyo ikiwa uwezo upo, kama ni sasa au mwakani, basi mwelekeze jambo hili katika visiwa vyetu, kwa sababu wajane ni wengi, tena wajane wengine ni watoto sana, wamekosa utulivu katika ndoa na ndoa zao hazikudumu na wanahangaika huku na kule. Nasema hivyo kwa sababu jambo la ndoa kwanza ni mwendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tumeambiwa ni nusu din, ni nusu ya dini, na ikiwa dini yote iliyokamilika nusu yake ni ndoa, tujue kwamba hili jambo ni kubwa sana. Kwa hiyo sasa tunachomuomba shekhe wetu, kulingana na hali hizi zinazoendelea juu ya kupatikana wale ambao hawana uwezo wa kuoa, lakini pia wapo wale wajane ambao hawana waume, ni mtaji mkubwa sana katika mambo ambayo yanaupeleka mbele Uislamu, kwani Uislamu haupendi jambo la zinaa, na watu wakifunga ndoa zinaa itapungua kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ile haja ambayo hawaipati kwa halali wataipata kwa halali. Lakini pia watoto ambao wangesambaratika baada ya ndoa za wazazi wao kukatika, basi watarudi katika hali ambayo inastahiki kama watoto wengine na kuendeleza maisha yao. Na hapo ndipo Uislamu unatutaka tushikamane katika kuyatekeleza kama hayo ambayo wameyatekeleza Al-Hikma Foundation, kama qala Allahu tabaraka wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni katika kamba ya Allah wala msifarikiane. Kwa hiyo natoa wito kwa taasisi nyingine ambazo zipo katika visiwa vyetu vya Zanzibar au nje ya Zanzibar kuliona hili ni jambo jema na kuiga, ikiwezekana kushirikiana na Al-Hikma Foundation kulifanya hilo katika kisiwa chetu cha Pemba, lakini pia kwa Zanzibar nzima. Nadhani itoshe tu kuwapongeza hawa na kuwaombea dua, kwa sababu wamefanya jambo kubwa, jambo la kupigiwa mfano, jambo ambalo si jepesi kutokea katika wakati huu. Ni jambo la kuigwa na jambo la kupigiwa mfano katika East Africa na duniani kote. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.